Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya mambo ambayo watu wengi wamekuwa wakiyazungumza ni je, Marekani itaweza kuendelea kwa muda mrefu na vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran? Hili ni moja kati ya swali zito sana kutokana na mashambulizi ya awali ambayo Iran imeyafanya katika maeneo mbalimbali katika Mashariki ya Kati, hasa Israel na kwingineko katika kambi za Marekani zilizopo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mkutano wa waandishi wa habari wa waziri wa ulinzi Pete Hegseth pamoja na mshauri mkuu wa rais wa Marekani katika vita Dan Kane haufanani hata kidogo na maelezo ya waziri wa ulinzi Donald Rumsfeld mwanzoni mwa vita vya Iraq vya mwaka 2003 wakati vikosi vya Amerika vilienea kwa kasi nchini kote. Wakati huu maafisa hao wawili wakuu wa ulinzi walikabiliana na adui mkubwa zaidi ambaye alirusha mamia ya makombora ya salvos kwa vikosi vya Amerika katika kanda, miji ya Israel na kambi za Amerika huko Kuwait hadi Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, UAE kwa maana ya Umoja wa Falme za Kiarabu, Jordan na hata Iraq. Kane alikiri kwamba wanajeshi na silaha zaidi zitatumwa katika eneo hilo kukabiliana na Iran, akipendekeza kwamba viwango vya sasa vya nguvu vinaweza kutosheleza. Hii si Iraq, hii haina mwisho, Hegseth alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Tuliweka masharti ya vita hivi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Matarajio yetu si ya ndoto, ni ya kweli, yanazingatia maslahi yetu na utetezi wa watu wetu na washirika wetu, aliongeza. Mapema Jumatatu kabla ya mkutano wa Pentagon, ripoti ziliibuka kuwa ndege 3 za kivita za Marekani zilianguka nchini Kuwait, matukio ambayo Pentagon haikufikiria kwamba yangekuwa inatokea kiasi hiki. Ingawa hali bado haijulikani wazi, kipindi hiki kinasisitiza hatari za mzozo zaidi ambao unazidi kuongezeka kwa kasi. Rais Donald Trump ambaye alifanya kampeni ya kumaliza vita vya milele alikiri vifo vya Wamarekani na kuonya kwamba majeruhi zaidi yanawezekana katika mzozo huo ukiwa unaendelea. Na hili limemfanya rais huyo wa Marekani kupaniki kiasi kwamba sasa anahitaji kupeleka silaha za ziada na za aina tofauti tofauti kwa ajili ya mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambayo na yenyewe inatangaza kwamba sasa inaenda kutumia silaha zingine ambazo zilikuwa katika hifadhi. Kwa wachambuzi wengine, hata hivyo, swali kuu sio uwezo wa uwanja wa vita, lakini uvumilivu. Jambo muhimu ni kwamba Washington inaweza kuendeleza vita kwa maana 3 tofauti, na jambo kubwa ni siasa na uchumi kwa muda mrefu kabla ya kuwa ya kijeshi. Wachambuzi akiwemo Andres Krieg, moja kati ya maprofesa katika chuo kikuu cha King's London, amesema kwamba kwa upande wa kijeshi Marekani inaweza kubaki na uwezo wa kuweka vikosi katika eneo hilo kwa miezi kadhaa na kufanya kampeni ya hali ya chini ya anga na baharini ikiamua. Udhaifu mkubwa zaidi, anasema kwamba upo katika uvumilivu wa kisiasa nyumbani na kuongezeka kwa wasiwasi miongoni mwa washirika wa Ghuba, huku mashambulizi ya Iran yanaongeza hatari ya kukatizwa kwa muda mrefu kwa njia za meli na anga. Lakini vita vya mbali au vita virefu, wachambuzi wengine wa masuala ya kiuchumi wanaona kwamba hali katika Ghuba itakuwa ngumu mno na itakuwa mbaya mno, sio tu kwa sababu ya mashambulizi ya Iran, lakini pia sababu nyingine ni kwamba hawatoweza kusafiri wala kufanya biashara na mataifa mengine, lakini pia hali ya uchumi katika ulimwengu itazidi kushuka. Muda mfupi baada ya mapigano kuanza, Iran ilionya kwamba meli yoyote itakayoingia kwenye mlango bahari wa Hormuz italengwa na kutishia kufunga njia nyembamba ya maji ambayo takribani 20% ya usambazaji wa mafuta ulimwenguni hupitia. Hatua hizi zitafanya mataifa mengi duniani na hata pia Umoja wa Mataifa kuiweka chini Marekani na kufanya mazungumzo. Lakini pia upande wa siasa unatajwa kwamba rais wa Marekani hakuishirikisha bunge juu ya kwenda kuanzisha vita hivi, isipokuwa na kwamba bunge halikuridhia, na hivyo jinsi hali inavyozidi kuendelea na jinsi ambavyo Marekani inazidi kupata hasara, bunge huenda likapitisha namna yoyote ya kusitisha vita hivi. Hata bila kizuizi kamili, usumbufu wa muda mrefu ungedhoofisha soko la nishati, kuongeza bei na kutafsiri haraka shinikizo la kisiasa nchini Marekani na kwingineko. Iran ilisema kuwa italenga meli zozote zinazoingia kwenye mlango bahari wa Hormuz, lango la kimkakati la maji kwa mtiririko wa mafuta kutoka Ghuba hadi sehemu zingine ulimwenguni. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii
ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.